ya hija ilokamilia, ilo mabururi sawia, janna ndio wake ujira. Labbaik Allahumma Allahumma labbaik, jainaka Allahumma fi baytika al-atiq. Labbaik Allahumma Allahumma labbaik. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Africa TV. Nipo Karume hapa, miongoni mwa sehemu ambayo wafanya biashara wengi wanaweza kujihusisha kuhusiana na uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Wapo wauza nguo, lakini pia wapo wauza viatu, wauza mabegi. Lengo ni kuifahamu hija yetu. Waislamu wanaifahamu kuhusu hija yao. Tutakwenda kupiga story mbili tatu kuweza kufahamu na kuweza kuona namna gani hawa Waislamu wao wanaweza kuipokea na kujua umuhimu wa mwezi huu tulokuwa nao katika masiku haya ya Dhulhijja. Akhui, salamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Habibi, wanakuita nani wewe na ni mkazi wa wapi? Na mimi naitwa Shabani Hassan, ni mkazi wa Kimara. Shabani Hassan, Kimara mpaka Karume kuna nini? Mimi ni mfanya biashara hapa Karume. Unajihusisha na nini alhabib? Nauza viatu. Viatu vipo vingi, njumu, raba, tuje. Mixa mchanganyiko, vya watoto, vya kike, vya kiume. Tunaelekea katika sikukuu ya Eid al-Adha. Bila shaka unalifahamu hilo. Vipi muinuko ama mapokeo kwenye biashara imekaje? Na mapokeo katika biashara, kwa kweli biashara ni ngumu, ila tunaenda hivyo hivyo kutokana na kadari za Allah alivyopanga. Naam. Biashara ni ngumu kwa mwaka huu au sikukuu hii miaka yote inakuwaga hivi, na tofauti na sikukuu ya Eid al-Fitr? Ni kutokana na kipindi tu. Kipindi kingine inaweza ikawa nzuri na kipindi kingine ikawa ni mbaya. Naam. Kwa hiyo inategemea. Inategemea na kipindi kitakapokuja. Umejiandaaje wewe kwa ajili ya sikukuu hiyo, wewe binafsi na familia yako? Maana yake nazungumzia umejipanga vipi kuelekea katika ibada ya kuchinja? Maana sikukuu hii tumeambiwa tuchinje. Wewe umejipangaje? Naomba Allah niafikishe niweze kupata kiasi ambacho kinachokusudiwa, niweze kuchinja ima mbuzi au ama kondoo au ng'ombe. Ng'ombe kwa kweli sintofikia, maana yake kwa uchumi wa sasa hivi uliopo itakuwa ni ngumu. Allah bwana, Allah anaruzuku bila hesabu. Huwezi jua, anaweza kashuka ngamia kabisa. Inshallah Allah akituafikisha tutafanya hivyo. Na vipi kwenye mipango yako? Unajua binadamu tunatakiwa tuishi katika mpango, utaratibu na mikakati. Umejiandaaje kwamba siku moja nayo utakuwa au ni alhaji? Hapa nazungumza na alhaji. Hapana, matarajio ya kuwa alhaji yapo. Allah akiniafikisha naweza nikafanya hivyo, lakini sasa tumejipangaje? Maana yake ujue shida moja, kila kijana ukiongea naye anakuambia mimi nina ndoto ya kwenda kuhiji, lakini tunajiandaaje sasa? Yani tunafanya jitihada gani ili na sisi twende tukahiji? Hii ndio changamoto. Kujiandaa ni kutokana na kipato unachokipata, kikiwa kinajitosheleza unaweza kufanya hivyo. Naam. Sasa nia, wewe kipato unachokipata kiekeki. Yani shida moja, hatujipi umuhimu wa kubangaiza. Sababu alhabibi, unaweza kwa umri huo na ushajenga, lakini kuna watu umri huo wao kuweza kujishughulisha kwa ajili ya kujua ibada hawafanyi. Inawezekana sio wewe. Watu wa namna hiyo wapo, unawazungumziaje? Kweli kuna wengine wanajishughulisha na kujiwekea kipato ambacho chenye kujitosheleza ili baadaye aweze kufanya jambo hilo la kheri. Lakini kutokana na kipato kilichopo kwa sasa hivi kwa sisi watu wa chini, unakuta unatafuta kipato kinaishia kwenye matumizi ya kawaida ambayo yanajitosheleza katika familia. Mimi nitarudi kwako. Ngoja nimsalimie ndugu yangu amesimama hapa. Salamu tu kaka. Salamu tu. Mimi na tusalimie. Mimi kijana mwenzio. Kusalimiana ni moja ya sifa ya binadamu. Mambo vipi? Shwari, mambo vipi? Wanakuita nani hapa? Mimi ndo Salum Omali. Salum bwana mwenzetu kabisa wewe. Salum vipi? Tunaelekea katika masikukuu haya. Umejiandaa kwa ajili ya kuhakikisha na wewe unachinja? Masuala ya kuchinja ni masuala ya uwezo. Kama Mungu atakujalia kipato basi utachinja. Kama utojaliwa basi utafanya kile ambacho kinawezekanika. Sawa, suala la kwenda kuhiji bila shaka kila kijana wa Kiislamu ni ndoto yake. Niambie matamanio wewe uliokuwa nayo kuhusiana na swala zima la kwenda kuhiji. Kuhiji ni matamanio ya kila Muislamu, isipokuwa kwenye kipato ndo tunakuwa kuna changamoto. Lakini kama Mwenyezi Mungu ataweka kipato sahihi basi kwa siku na sisi tutajumuika na wenzetu kwenda kuhiji. Sikukuu hii watoto tunanunulia nguo au watavaa zile zile za Eid al-Fitr? Hiyo ni swala pia la kipato.
kwa sababu nguo sio sikukuu tu, hata siku yote za kawaida ukiwa na kipato. Lakini sikukuu ni siku ambayo vaeni vizuri. Yaani tumeambiwa siku nyingine tuvae, lakini sikukuu tumeamrishwa kwamba vaeni vizuri, kuleni vizuri, tembeeni. Ndio na maana nasema swala la kipato, kwa sababu unaweza ukawa unahitaji kula vizuri, hata siku ya sikukuu ikawa imekujia vibaya, basi familia yako ukaona kula kile kilichopatikana. Kwa hiyo kama kipato kitawezeshwa, basi hivi vyote vitafanyika kwa wakati. Wanakuita baba nani? Mimi naitwa Baba Muzley. Muzley anakutazama sasa hivi, pengine ana matamanio kwamba na yeye siku moja akifika umri kama wako awe na mazuri ya kusimulia kuhusiana na sikukuu hii. Nini ambacho unamhakikishia wewe kama baba ambaye unapambana kwa ajili yake kuhakikisha anafurahia kwenye sikukuu hii? Mimi nampambania tu kwanza awe na afya njema, Mwenyezi Mungu amjalie, sababu cha kwanza ni afya. Sababu unaweza kafika siku ya sikukuu afu ikawa hauna afya njema, utakuwa uifurahi. Mwenyezi Mungu ampambanie awe na afya njema, basi mambo mengine yote panapo majaliwa, mimi kama mzazi na mimi Mungu anijalie afya njema, nipambane na hii familia yangu, basi itakuwa iko vizuri. Wito wako kwa Waislamu kuelekea katika sikukuu hii? Kuna watu hivi sasa wanajipanga, wanachanga kwa ajili ya kwenda bichi, kwenda kufanya mambo ya kumuasi Mwenyezi Mungu. Unawaambiaje vijana kama pengine wakiongea shekhe na ule shekhe, lakini ukiongea kijana kama wewe wanaweza wakakusikia? Hebu waambie wale wanaojiandaa kwa ajili ya kwenda kufanya maasi sikukuu ya hii ambao tunakwenda nayo. Anachoambia tu vijana sasa wa Kiislamu, wawe wa kike wawe wa kiume, waache mambo ambayo hayaswihi, wafanye mambo yale ambao wasifanye mambo ambayo yamekatazwa na Mwenyezi Mungu. Wafanye vitu ambavyo ni sahihi ambavyo Mwenyezi Mungu ameviruhusu. So aende bichi, kwa sababu bichi kama mtoto wa Kiislamu ni jambo ambalo ni batili. Tuenda bichi, utafanya vitu ambavyo haviswi, mwisho wa siku mtachomana visu, utakufa ukiwa yani tuseme unakufa batili au unakufa kafiri. Allah tunusuru. Kwa vitu kama hivyo vijana wenzangu wasawasa Waislamu na hata wale ambao sio Waislamu, waache mambo ya ajabu, wafanye vile vinavyostahili, ili kwa sababu wanakwambia siku zote tunaombeana mwisho mwema. Sasa unapokufa ikawa ungao upo bichi, kwa sababu Mwenyezi Mungu hajasema twende bichi siku kama hizo. Tufanye ibada, tukae na familia zetu, kama tumejaliwa kuchinja tuchinje, mambo mengine yaendelee ambayo ni ya Kiislamu. Umetisha sana bwana Shaaban. Umemsikia huyu bwana, ukimuona kama vitu hakuna, lakini anasema tusiende bichi, tusifanye maasi. Sasa wewe naomba upewe nafasi hii kuambia sikukuu ya Eid twende maeneo gani ambayo yanafaa sisi kama vijana kwenda kutembea, ili shekhe amewakataza, amwambia bwana tusiende huko. Wewe unawaambia waende maeneo gani? Kuna viwanja aina mbalimbali ambavyo vimeandaliwa na Waislamu. Kuna matamasha aina mbalimbali ya usomaji wa Qur'ani, usomaji wa hadithi, na kuna mengineyo ambayo unaweza kaenda kutembelea katika vituo vya kulelea watoto yatima, wanaenda kuwafariji nao pia waweze kuisherehekea sikukuu vizuri. Naongea nao mazuri na kuwafikishia ujumbe, baadhi ya ujumbe ambao ametuafikisha Allah tabaraka wa taala. Naam. Sawa, kwa kumalizia hapa mimi nataka niwaachie chochote kitu hapa zawadi, lakini nitakuwa na swali moja la chemsha bongo fupi tu ambalo kwa uwezo wenu, kwa namna ambavyo mlivyonijibu, naamini mmoja wenu kati ya huyu ambaye upo kulia au kushoto, mmoja wapo naamini nitaiacha zawadi hii. Naomba nitajie sifa 3 za mnyama ambaye anatakiwa achinjwe. Yaani huyo mnyama akiwa na sifa hizo 3 anastahiki kuchinjwa. Zipo nyingi inawezekana, lakini nitajie 3. Huyo mnyama ili achinjwe anatakiwa aweje? Kwa wanyama waliokusudia kuchinjwa, ima tuanzie kwenye mbuzi au kondoo, yoyote, lakini nataka sifa za ujumla kwa mnyama huyu ambaye anatakiwa kuchinja. Sifa zake ni zipi? Sifa za mnyama, inatakiwa awe ni mnyama ambaye amefikisha kuanzia miaka 2-3, na awe na afya njema na asiwe na kasoro aina yoyote. Habibu, unala kuniongezea? Ameniambia anatakiwa awe mnyama amefikisha miaka 3, lakini awe na afya njema na asiwe na kasoro yote, maana asiwe mlemavu. Ndio huyu ameniambia. Wewe unala kuongezea? Kwa mnyama ambaye anatakiwa kuchinja au kwa Mwenyezi Mungu alivyoamrisha, wanyama ambao anatakiwa kuchinja kwanza ni wanyama wenye miguu 4. Hicho cha kwanza. Na wanyama ambao yani tofauti na nguruwe, kwa sababu hata nguruwe naye ana miguu 4. Hao wanyama ambao Mwenyezi Mungu amehalalisha kwenye miguu 4. Hizo ni sifa ya kwanza, na hiyo nyingine ni sifa ya pili. Kwa hiyo hapa tumepata 5. Tumepata kwanza awe mnyama halali, maana yake ambao Uislamu unamtambua, 1. Pili, huyo mnyama yuna miguu 4, lakini pia kubwa umeniambia pia umeniambia 2. Awe na miguu 4. Na pia awe amehalalishwa na Mwenyezi Mungu. Afu huyu huku ametuambia awe na afya njema. Ndio,
Alafu la pili umesema awe na umri kuanzia miaka 3, maana yake asiwe ndama, asiwe mtoto. Asiwe mtoto. Alafu la tatu umeniambia lazima asiwe na kasoro. Asiwe na kasoro yoyote. Basi bwana, mmetisha sana. Shamsi, nipe kofia 2, ndugu zangu, niwaachie kumbukumbu. Ni zawadi ndogo, lakini naamini hata nyumbani kama sio mpenzi wa kuvaa kofia utapeleka. Ahui bwana, wapo wawili bwana, wewe umechelewa. Basi ndugu zangu, mimi niwashukuru sana kwa ushirikiano wenu bwana. Haina shida kamanda, pamoja sana. Shukrani sana. Jazakumullahu khair. Kila laheri bwana. Najua inawezekana uvaa hizo, lakini ukiwapelekea watoto. Umeona Mwamba amekula kofia yake hapa, amechill. Mambo mazuri kabisa. Bwana, pamoja sana. Picha inapigika. Kama kawaida. Asante sana bwana. Mtazamaji wa Africa TV, endelea kutazama Africa TV, na hivi ndivyo vijana wanatakiwa wawe. Hao ni vijana lakini wako smart. Kichwani kwao wanaijua dini yao, wanajua Mwenyezi Mungu anakataza nini, na huo ndio ujanja. Yaani ukijiona mjanja alafu kichwani dini hamna, hata uwe na hela wewe sio mjanja. Kijana mjanja ni yule ambaye anajitambua na kujua umuhimu na ukubwa wa kile ambacho anakifanya. Mimi naitwa Ibu Mgema kwa niaba ya timu nzima. Endelea kutazama Africa TV. Kumbuka hii ni hija yetu. Tutaonana wakati ujao. Kofia mzee nini wewe? Sasa unaona natamba hapa bila mimi hapa, na maana mimi ndio mwenyewe. Wewe una kazi gani hapa? Kama hivi napakisha magari. Kitengo chako kipi? Si unakiona malori kama hivi yamejaa hapo, unaona mimi ndio napakisha, mimi ndio. Jina lako nani? Mimi naitwa bwana Babu Joa, jina maarufu Dani Msauzi bonge la bwana. Dani Msauzi bonge la bwana. Sasa kofia wewe Alhabibi unataka tukupe. Unanishawishi vipi nikupe kofia? Natangazia radio yangu East Africa TV na itangaza kama. Yaani hata hapa East Africa umeona, ungehitaji hata kituo changu ningekupa zawadi. Kituo is not what is this kituo. Bwana huyu ananivuruga. Taonana mpaka wakati mwingine. Ya hija ilokamilia, ilo mabururi sawia, janna ndio wake ujira. Labbaik Allahumma Allahumma labbaik, jainaka Allahumma fi baytika al-atiq. Labbaik Allahumma Allahumma labbaik.